Wakala wa nishati vijijini REA umetoa wito kwa wananchi kutumia nishati safi ya kupikia ili kulinda afya na kuokoa mazingira kwa kupunguza ukataji ovyo wa miti. Wito huo umetolewa Oktoba 22, 2025 katika kijiji cha Chikongola, wilaya ya Tandahimba, mkoani Mtwara, na afisa maendeleo ya jamii kutoka REA Jaina Msuya wakati wa kampeni ya kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia, ikiwa ni utekelezaji wa mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia ya mwaka 2024-2034. Amesema katika kutekeleza mkakati wa matumizi ya nishati safi ya kupikia, REA inatumia njia mbalimbali katika kuelimisha, kuwezesha na kuhamasisha wananchi ili kufikia lengo la 80% ya wananchi kutumia nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034. Tunaendelea na kampeni yetu ya kuhamasisha miradi ya kusambaza nishati vijijini. Kama ambavyo sote tunafahamu kwamba REA inatekeleza miradi mbalimbali ya kusambaza nishati vijijini, ikiwemo miradi ya nishati safi ya kupikia. Leo wakati tukiendelea na zoezi letu la kuhamasisha uunganishaji umeme, kwa maana kama tulivyoeleza tuko kwenye kampeni ya kuhamasisha wananchi kuunganisha umeme, pia tumewatembelea wafanyabiashara wa chakula almaarufu kama mamalishe katika kijiji cha Chikongola, ambako tumetoa jiko kumwezesha mfanyabiashara huyu wa chakula kuboresha huduma yake ya upishi kwa kutumia jiko banifu la kuni na mkaa. Na nieleze tu kwa kifupi kwa nini tunafanya hizi promotion. Ni sehemu ya utekelezaji wa mkakati wa taifa wa nishati safi ya kupikia ambao unalenga kuwawezesha Watanzania 80% kutumia nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034. Jiko banifu ni kitu gani? Jiko banifu ni jiko lililobuniwa ambalo linatumia teknolojia inayolenga kupunguza matumizi ya kuni na mkaa. Na pia kuna majiko banifu ya umeme, ya gesi, lakini hili leo sisi tumetoa ni la kuni na mkaa, na linapunguza matumizi hayo kwa asilimia kuanzia 60 mpaka 70. Sifa ya kwanza ni kwamba linatumia mkaa au kuni kidogo, au hata kuna zile tunaita kuni mbadala. Lakini vile vile hutoa moshi kidogo sana, na kwa sababu linatoa moshi kidogo kutokana na mzunguko mzuri wa hewa lilivyotengenezwa, na lenyewe pia huwa ni rahisi kulitumia, ni salama, kuhifadhi joto kwa muda mrefu. Kwa mfano, baada ya chakula kuiva, jiko linabaki na moto ambao unaweza kutumika pia kupika vyakula vingine. Kwa mfano, wale wanaopenda wali ukauke uwe na ukoko, kwa kutumia jiko banifu, moto ukishapungua, jiko wakati huo moto umeshazimika, kile chuma cha jiko kinaendelea kuchoma chungu na kinaweza kikaeka ukoko mzuri ambao hata hauungulii, ambao ni rahisi hata kuliwa. Lenyewe lilivyotengenezwa, teknolojia yake inawezesha ile nishati kuchomwa kwa kiasi kikubwa na hakuna nishati inayopotea. Hivyo inapunguza gharama kwa watumiaji, kwa maana kama ungekuwa unatumia kiasi kikubwa, unatumia mkaa kidogo au kuni kidogo na unaivisha chakula. Pia hutumia muda mfupi sana kwenye kupika, kuboresha afya ya mpishi na kumwezesha mpishi kupika katika mazingira ya usafi, na vile vile kuongeza usalama. Ajali za kuungua na moto na nini, namna ilivyotengenezwa sio rahisi ajali hizo zikatokea kirahisi. Tunawasihi na tunawahamasisha Watanzania wote kwa ujumla kutumia nishati safi ya kupikia kwa ajili ya kulinda afya zao, kulinda mazingira, na vile vile kupunguza gharama za kukaa jikoni na kupata muda wa kufanya shughuli mbalimbali za uzalishaji. Na hasa kina mama ambao kwa kiasi kikubwa kwenye jamii yetu ya Tanzania wao ndio wapishi, wanapata muda wa kuangalia familia, muda wa kushiriki shughuli za kijamii na za kiuchumi. Kwa hivyo wote kwa pamoja tuitikie wito wa kutumia nishati safi ya kupikia kwa kutumia majiko mbalimbali. Jiko banifu ni aina mojawapo tu, lakini zipo teknolojia za aina tofauti ambazo zinaweza kutumika katika mapishi ambazo
ni za nishati safi ya kupikia. Kwa majina naitwa Amina Abdalla, mkazi wa Mauta, mtaa wa Tandika. Nashukuru REA kwa kutembelea kwenye ofisi yetu, kwa kutupa nishati nzuri ambayo naamini kwa nishati hii inaweza kubadilisha maendeleo katika ofisi yetu. Lina ubora kwa afya yetu. Kwanza halina moshi ambazo inaweza katuasili muda wa upishi. Pia linaharakisha tofauti na majiko yetu mengine. Kwenye biashara yetu jiko hili litatusaidia. Kwanza tutapika kwa haraka, unakiandaa chakula kwa haraka zaidi. Linawaka kwa wakati na linatumia mkaa kidogo, budget itapungua kununua ule mkaa. Ulikuwa unanunua viroba labda 3 kwa wiki tu vimeisha. Kwa sasa hivi utakuwa tunanunua kiroba kimoja, matumizi ni machache mno, mkaa kidogo, tunapika vitu kwa haraka then kwa wakati. Faida itaongezeka, muda, yani wateja watapata chakula kwa wakati kupitia ile jiko. Tutakuwa tunaandaa kwa muda mchache. Na shauri wafanyabiashara wenzangu kulitumia ile jiko kwa sababu halina asali ya moshi, hauwezi kupata madhara labda ucheche kurukia na ukaweza kusababisha vidonda kwenye mwili wako, na liko haraka sana kwenye uandaaji wa chakula. Hivyo na REA tunawashukuru sana kutuletea jiko kama hili, kuimarisha matumizi yetu kwenye biashara yetu. Tutafanya kazi kwa haraka na kwa muda mfupi sana kwa wateja. Mimi naitwa Musa Mkura, mkazi wa Mahuta. Kwa kweli tumefurahi kwa ujaji wa jiko hili hapa. Kwanza litatupunguzia matumizi ya nishati kwa sababu linaonekana kama linatumia mkaa kidogo na linaivisha chakula kwa muda mfupi. Kweli litatusaidia sana kuhusu hili jiko. Na tunaomba tu serikali kama kuna uwezekano kutakuwa na ruzuku, basi majiko yaje kwa wingi ili tuweze kuyatumia. Sababu litapunguza uharibifu wa mazingira, uharibifu wa maeneo yetu, mvua, kupotea kwa mvua, pamoja na chakula ambacho kitapikwa kitakuwa salama zaidi. Na hili hapo sababu ni gharama zake ni ndogo na inaonyesha kama matumizi yake ni mkaa mdogo kuliko mapishi yanakuwa makubwa kuliko matumizi ya mkaa. Kwa hiyo itasaidia sana kuliko majiko mengine yatumia mkaa mwingi na haribu mazingira kwa sababu utakuwa unatumika mkaa mwingi kuliko jiko hili hapa. Ninawashauri wa wananchi wenzangu tumie nishati safi kwa sababu napunguza uharibifu wa mazingira na kwa afya pia tunakuwa na afya bora kwa sababu kutumia kuni na nishati zingine afya inakuwa si salama kwetu. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.